Binafsi kwa upande wangu naamini kwamba Tina ni mwelewa sana. Yote ambayo Amina anayafanya kwa ajili yake kwa lengo la kuweza kumkomoa, hasa katika hizi issue za nyaraka. Kumbuka anajaribu kuchukua taarifa zake aweze kujua mipango yake na kila kinachoendelea. Lakini siku zote huyu Tina ni mwelewa sana, na unaweza kupima kwa namna jinsi ambavyo amekuwa akipima vitu na kuviona kwamba sio sahihi, hasa katika upande wa namna anavyochakata pale anapopata taarifa, hasa kwa upande wa mama yake. Lakini pia taarifa kwa upande wa Kevin, kuna namna ambavyo inaonyesha wazi kwamba kuna kitu ambacho wanafahamu kuwa hakinakuwa hakiko sawa, hasa katika hii issue ya Tina na Amina. Hasa Amina anapozidi kuweza kuhakikisha anapanga mipango yake mingi sana ambayo inayokwenda kumnostisha, basi kuna muda utafika tu itaweza kufahamika. Na imani kubwa na hamu ya kuweza kufahamu vitu vingi sana, hasa katika upande wa kuweza kujua kwamba je, ni nini kinachojili. Kumbuka Kevin ameweza kuagizwa au ameweza kuitwa na yule kijana aliyempigia simu. Kumbuka wote huo ni mpango wa Amina, lengo la kuweza kumleta Kevin karibu na kuweza kuandaa mipango yake, lengo zima kuweza kumuumiza. Kumbuka ile ameandaa kama backup fulani hivi ambayo kama ikitokea wakaja wakarudiana, basi aweze kumpigia simu waweze kuunda tukio lingine. Kwa hivyo huo ni mpango pia wa Tina wa Amina ambao ameweza kuandaa. Kwa hivyo Kevin kule anapoelekea pia ni mpango wa Amina. Lakini pia tumeweza kuona kwa upande wa Pipi, joto ni zito kweli mle ndani. Ama hakika ujapotazama ni kwamba naye yupo kihisia zaidi na anawaza na anaumia sana, hasa alivyokuwa akieleza namna gani jinsi anavyoona. Na imani kubwa unajifunza vitu vingi sana. Lakini pia nikualike, hii ni Bongo Movie Network. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa kwanza kabisa kupata updates kamili, hususa hapa ambapo tumekuwa tukifanya uchambuzi wa tamthilia hii. Kama kweli unaikubali, basi usisite kudondosha maoni yako hapo chini, lakini pia kuweza kutuambia kwenye comment kwamba ni kitu gani pia ambacho unajifunza. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha pia unabonyeza neno subscribe. Basi kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network, nikualike karibu tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa kuzungumzia matukio mengi sana. Lakini kitu cha msingi ni kwamba nitakuwa nikikufahamisha ni matukio gani ambayo yanayokwenda kujiri. Mwanzo kabisa tumeweza kuona jinsi gani ambavyo yule Pipi aliweza kukamatwa live bila chenga, aliweza kukamatwa na Maya. Wakati anakamatwa na Maya ni kwamba alijitetea sawa, lakini hapo kuna kitu ambacho kiko sawa, hasa kwa upande wa Maya. Kuna vitu ambavyo alivisikia, basi akajifanya tu mjinga. Hapa utapata nafasi ya kuweza kujua katika hatua inayofuata, ambapo ataunganisha matukio na kuweza kuona hapa kuna kitu ambacho ni kikubwa sana, hakiko sawa kabisa. Basi kutokana na hili linakuja kupelekea au kuweza kufanya mambo yaweze kuwa tofauti kabisa. Katika issue nyingine ambayo tumeweza kuiona sasa baada ya pale ni kwamba aliweza kuja Neli, na alivyokuja alikuja na zawadi pia. Iliweza kuonyesha ishara kwamba kwa upande wa Pipi ameumia sana juu ya kuona swala lile. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba kwa sasa hivi huyu ambaye ni Pipi ana wivu mkubwa sana. Lakini pia kwa upande mwingine tuliweza kuona pia kikao kizito sana kwa upande wa Tina, ambapo aliweza kwenda kuongea na Amina, wakaongea. Lakini Amina ni kama ni mnafiki hivi kwa yote ambao waliokuwa wanajili. Kwa hivyo kwa japo tazama pale kuna kitu au vitu vingi sana ambavyo wameweza kuvipanga kwa ajili yake, ambavyo ukivifikiria vinakuwa haviko sawa. Lakini pia kwa namna moja au nyingine unaweza kuwaza sana, lakini yote kwa yote ni kwamba ni mipango. Kumbuka bado hatujajua ni kisa gani ambacho hasa au kwa nini anajaribu kufanya hivi, ambapo yote hayo utayafahamu. Lakini pia kwa machache zaidi nitupia au nichomekea kitu kidogo hapo wale wapenzi ambao wamekuwa wakifuatilia chaneli ya Donda Family. Kumbuka tamthilia Ndoa Yangu iliweza kutamatika. Sasa hivi inakuja movie mpya kabisa ambao ni kali sana, na mpya ambao itakuwa ni kali kinoma noma. Sasa wakati huo tuweze kuendelea. Sasa hiyo ni kwa ni updates kidogo. Sasa katika hatua nyingine tuliweza kumuona pia Queen alikuja pale akamkuta nyumbani pale Pipi amekaa, na akamwambia kwamba wote tukileta wanaume itakuwaje. Kumbuka Queen na Pipi wote wanakaa hapo, Maya ndio mwenye nyumba, mwenye maamuzi. Kwa hivyo. Lakini pia tuliweza kuona Amina wakati amekaa na yule jamaa ambaye ni Tom. Kumbuka Tom anampenda sana na anahisia naye, lakini Amina hawazi kabisa na hajali. Kwa hivyo Tom kwa sasa hivi ameonekana kama ashiria fulani hivi kuanza kumpinga Amina, hali ambao inapelekea sasa kuweza kutokea na uhasama ambao sio wa kawaida na sio wa kitoto. Sasa katika issue nyingine pia tumeweza kuona jinsi gani au namna gani ambavyo Kevin ameweza kujiandaa na kupiga pasi na nini, hasa anaelekea kule. Sasa wakati anapoelekea kule ni kwamba kule pote ni mpango mzima wa huyu Amina. Amina ndio ameandaa na kuratibu mpango mzima kuweza kuhakikisha wanafanikisha kama Kevin atapata kazi nyingine, basi iweze kuwa rahisi, hasa pale ambapo kama ikitokea wakarudiana au wakayaweka sawa kati ya Tina
pamoja na Kevin, basi iweze kuwa rahisi kuweza pia kutengeneza mpango mwingine ambao watautumia kuweza kuhakikisha wanaleta mambo mapya kabisa ambao ni ya kitofauti. Sasa bado kazi ni kubwa kweli. Sasa kumbuka Tony alikuwa amelala mle ndani na siku zote amekuwa akikaa mle ndani na ameweza kuambiwa kwamba ajifanye kama vile ametoka Kenya. Sasa anapokuja kujifanya ametoka Kenya, sasa ni muda ambao pia huyu ambaye ni Amina amekuja kuchukua taarifa huku ili kusudi aweze kumpatia taarifa zake kule Tom, ili kusudi akija hapa basi awe na anajua au anacho cha kuongea ambacho kitaendana na yeye. Lakini pia kumbuka ameweza kupewa majukumu mapya kabisa na kuweza kuambiwa kwamba kwa sasa inabidi atengeneze mahusiano ya karibu pamoja na huyu ambaye ni atengeneze mahusiano ya karibu pamoja na Amina na Tina, kitu ambacho huenda kikaa kigumu sana kwa sasa, kwa sababu Tina kwa sasa hivi anaonekana hali yake ni kwamba amechanganyikiwa sana na nawaza sana. Sasa tuje katika katika kipengele cha kuweza kufahamu hatua inayofuata kwamba ni yapi yanayojiri. Haya na kufahamisha kwa sababu sitaki kukufahamisha sana, lengo ilikuwa ni kuweza kukupa hamasa, hasa kuweza kujua ni kipi kinachojiri. Kumbuka yote yanayotokea uandaji wa movie, basi tunafahamu kila kitu kama nilivyokujuza. Hii ni Bongo Movie Network. Sasa matukio yanakuja kutokea ni kwamba Kevin hapo ataenda pale, baadaye atapata mchongo, lakini mwisho wa siku Tina ataomba aweze kukutana naye pia waweze kujadiliana, lakini Tina atafanya uchunguzi wake kidogo na kuona kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa. Kumbuka ameshapanga mipango na anasema kwamba anataka kujua huo ukweli. Kumbuka wakati Amina anamwambia kwamba kama umeshajua huo ukweli basi ishia hapo, lakini Tina anasema yeye hataki kabisa, anataka kuweza kujua ukweli wote kabisa wote. Kwa hivyo anaendeleza issue yake. Kwa hivyo kupitia issue katika tu inayofuata basi ataendeleza kufuatilia na namna gani na nini, pia kuna vitu ambavyo atavigundua. Na imani kubwa unajifunza vitu vingi. Kwa hivyo niulize hapo kwenye comment ni kitu gani unachojifunza, nafikisha tukutane katika hatua inayofuata. Niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Hapo kwa upande wa Pipi na Nelly mambo yameharibika. Bila shaka tayari Maya ameshakwisha kufahamu ukweli wote na yale maneno ambayo alikuwa akiambiwa na Queen kwamba kuna siku moja aliwakuta wakiwa wanakisi barabarani, basi ameweza kujithibitishia mara tu baada ya kwanza kusikiliza. Hapo ameweza kusikiliza kwamba katika hayo maongezi majina ambayo yaliohusika humo ndani kuna jina la Maya pamoja na jina la Nelly moja kwa moja direct, halafu pia wanaongea ni Pipi. Kwa hivyo hapo lazima kuna kitu hakiko sawa. Ukweli wote umefahamika, manake hapo linalokwenda kutokea ni kwamba tayari mambo yanaanza upya, na hii inakuja kwa upande wa rafiki yake yule Queen ambaye alimwambia, alisema kwamba jitahidi sana kuwa makini na huyo rafiki yako. Sasa ukweli umefahamika. Je, itakuwaje? Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo unatazama uchambuzi kwa kina. Lakini leo
Hapa tutazungumzia mambo mengi kweli kweli, hasa kwa upande wa Kevin, lakini pia kwa upande wa kina Tina pamoja na Amina, wengi sana, lakini pia tutazungumzia mambo mengi sana ambao kwa sasa yanaendelea, ambapo kuna la kujifunza. Pia kuna mambo ambayo pia ukijaribu kutazama ni kwamba pia kwa upande wako ungekuwa ni wewe ungeasolve vipi? Basi naomba nikualike, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia hakikisha unadondosha maoni yako hapo chini, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi. Tumeweza kuona namna gani kwanza tuliweza kuona kwamba kulikuwa na kikao cha kile kikao ambacho kilichoitwa, ambacho kwanza kabisa Kevin alikuwa anajua kwamba pale mambo ni mazuri, watazungumza tu fresh na nini, lakini hakujua aliyojiri kwamba kile kitendo cha Tina kuweza kumwambia kwamba atamletea karatasi za talaka. Alijua kwamba aidha ni sio haitokuwa serious, lakini kilichokuja kutokea ni kwamba ameleta kweli karatasi za talaka, na amekuja kuzileta karatasi hizo, baadaye anamkabidhi, lakini Kevin amesema hawezi akazi sign kama ukweli haujafahamika. Sasa kitu hicho kinasababisha Kevin aingie sasa ndani kuweza kusaka ukweli. Sasa pointi ya kwanza ndio ile alipompigia Zuu. Sasa Zuu inaonekana kwamba hayuko comfortable. Sasa issue ni kwamba wakati anampigia Zuu ni wakati ambao Zuu alikuwa na yule mamake na Tina. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuongea ukweli wote au kuweza kuongea naye kama Kevin alivyotaka. Kitu ambacho Kevin angetafuta au angefanya mpango ni aidha kuweza kukutana naye au akawasiliana naye muda ambao anajua kabisa huu muda labda sio muda wa mchana, hasa wakati wa usiku ambapo anakuwa peke yake amelala. Hiyo ndio jambo ambalo lilikuwa zuri, lakini kwa muda wa mchana kwa kuongea naye basi inakuwa ndio hivyo ngumu sana, kwa sababu aidha anakuwa na yule mama yake karibu au akiwa na Tina karibu. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu aidha mwenye kujifunga. Sasa kwa sababu hii yote imetengenezwa na mama yake na Tina, kwa hivyo kazi bado ni kubwa sana. Lakini pia kuna kitu ambacho cha kunotice pale, hasa kwa upande wa Maya ni kwamba ameona kwamba kuna namna ambavyo anaona kabisa kwamba huyu ambaye ni Tina huyu ambaye ni Pipi amekuwa safari zake sasa hivi zimebadilika kabisa, na haelewi. Hapo zamani alikuwa akimuona akitoka akienda kazini, sasa hivi anamuona tu yupo nyumbani. Sasa anashindwa kujiuliza kwamba kuna nini, mbona mambo yamebadilika ghafla. Inabidi aweze kumuuliza kwamba kulikoni, mbona sasa hivi hauendi kazini, kulikoni? Sasa kwa sababu huyu ambaye ni Pipi anajua kabisa hapo mambo ni mazito, kutokana na namna ambavyo mambo yamebadilika. Mara nyingi siku zote huyu ambaye ni Maya amekuwa akishinda kule kwa Nelly, kwa alikuwa muda wake haueleweki, amekuwa akisubiria akipata chance ndio aweze kuelekea kule, lakini ikibidi amwambie tu kwamba kazi ameweza kufukuzwa kazi, japo sio kweli ukijaribu kulinganisha na namna ambavyo amekuwa akiwadanganya. Sasa hiyo inapelekea mambo yaweze kuwa mengi kweli. Lakini sasa kuna urafiki hapa, urafiki kati ya Nelly pamoja na Kevin. Hawa marafiki wote wanapitia changamoto moja, hasa kwa upande wa wanawake. Kwa mfano hapo utapata kuona kwamba walikuwa wamekaa wanajadiliana, lakini Nelly ndio hivyo, mambo yake pia ni yamevurugika kwa sasa. Wakati mambo yalipokuwa yamevurugika kwa Nelly, mambo yalikuwa shwari kwa Kevin, lakini pia kwa sasa hivi mambo yamevurugika kwa Kevin, mambo sasa yanakuja kwa Nelly pia, lakini sasa hizi wote kwa asilimia kubwa yamevurugika. Sasa kuna kitu kimoja hapo cha kunoti ni kwamba huyu Amina ana mpango mwingine kabisa wa kuweza kuhakikisha anampeleka huyu Tom aweze kuwa mpenzi wa Tina. Sasa hii swala linakwenda kutokea kweli na watakuwa wapenzi, lakini shida ni kwamba lengo ni lile kuweza kuwaumiza. Sasa kumbuka huyu Tom anampenda sana huyu ambaye ni Amina, na issue ni kwamba Amina hampendi kabisa, na amekuwa akiishi pamoja kwa lengo la kwamba wanatulizana tu hisia na nini vitu kama hivyo. Issue ambao kama huyu Tina angeweza kuielewa hicho kitu kinachoendelea kati yao, basi angeweza kukimbia mara moja, kwa sababu anajua kwamba huyu Tom ni mfanyabiashara mkubwa sana ambaye amekuwa akienda nje ya nchi na kurejea, kitu ambacho sio cha kweli, ambacho aidha angeweza kukifahamu basi angejua ni kipi ambacho kinachoendelea. Sasa katika hii hatua ambayo inafuata ni kwamba sasa hivi Tom anakwenda kuwa na mahusiano na Tina na karibu sana, kitu ambacho
kinachoenda kusababisha sasa kuwepo na uhalisia na namna fulani. Lakini pia huyu mama mkwe ambaye ni mamake na Tina, tunakumbuka kabisa anampenda sana Tom na anatamani yule ndo aweze kuwa mkwe wake, kwa sababu ameshapata habari zake kwamba anafanya kazi, amekuwa akielekea Tina na amekuwa akielekea huko Kenya na akimtafutia mpango Tina wa kwenda kuwa nani na nani. Sasa lakini tukija kumalizia katika issue ya mwisho kabisa ambayo tumeweza kuiona ni kwamba katika scene hii yupo hapo Maya kwa nyuma. Maya alikuwa anatokea na kuja, alikuwa anaondoka. Sasa ni kwamba huyu ambaye ni Pipi alikuwa hajui kabisa kwamba Maya hapo anaweza kaja. Sasa alivyoangalia huku na huku, sasa ikabidi concentrate kwenye kuongea. Alikuwa anataka aongee vitu sensitive, kwa akaangalia huku na huku akakuta hamna mtu. Kwa hivyo ikabidi concentrate katika position moja ili aweze kuongea. Sasa wakati anaongea ndipo hapo Maya alitokea. Na Maya alipotokea basi ilibidi aweze kusikiliza kwanza kichaongea. Sasa point za kunoti pale kwamba ameweza kusikiliza kwanza maongezi kwamba Nelly, kasikiliza jina la Nelly, kasikiliza jina la Maya. Sasa katika hao majina yote yametajwa, alafu mwishoni akasema kwamba nitakuharibia. Manake kisha akanamuita Nelly, nisikilize, nitakuharibia. Manake hapo tayari amejua ukweli wote. Hapo ni ngumu sana kuweza kujieleza, ndio maana akawa amemumunya maneno. Kwa hivyo kinachotokea hapo ni kwamba ni asila tu hapo Maya atajua ukweli na kisha ataanza kupeleleza na mambo yatakuwa shwari kabisa na hata watu muamini kabisa, na huenda akamfukuza, japo rafiki yake yule atamshauri sana aweze kumwacha, japo atakuwa na hasira sana. Yale yote aliyokuwa akiyasikiliza akizungumzwa sasa anaanza kuyathibitisha. Hii ni balaa, ni hatari. Basi kwa msingi ni kwamba nikualike, hakikisha unaungana na sisi kubonyeza neno subscribe kwa ni ishara ya upendo. Tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Hapo kwa upande wa Pipi na Nelly mambo yameharibika. Bila shaka tayari Maya ameshakwisha kufahamu ukweli wote na yale maneno ambayo alikuwa akiambiwa na Queen kwamba kuna siku moja aliwakuta wakiwa wanakisi barabarani, basi ameweza kujithibitishia mara tu baada ya kwanza kusikiliza. Hapo ameweza kusikiliza kwamba katika hayo maongezi majina ambayo yaliohusika humo ndani kuna jina la Maya pamoja na jina la Nelly moja kwa moja direct, halafu pia wanaongea ni Pipi. Kwa hivyo hapo lazima kuna kitu hakiko sawa. Ukweli wote umefahamika, manake hapo linalokwenda kutokea ni kwamba tayari mambo yanaanza upya, na hii inakuja kwa upande wa rafiki yake yule Queen ambaye alimwambia, alisema kwamba jitahidi sana kuwa makini na huyu rafiki yako. Sasa ukweli umefahamika. Je, itakuwaje? Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo unatazama uchambuzi kwa kina. Lakini leo hapa tutazungumzia mambo mengi kweli kweli, hasa kwa upande wa Kevin, lakini pia kwa upande wa kina Tina pamoja na Amina. Wengi sana, lakini pia tunazungumzia mambo mengi sana ambao kwa sasa yanaendelea, ambapo kuna la kujifunza. Pia kuna mambo ambayo pia ukijaribu kutazama ni kwamba pia kwa upande wako ungekuwa ni wewe ungeasolve vipi. Basi naomba nikualike, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia hakikisha unadondosha maoni yako hapo chini, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi. Tumeweza kuona namna gani kwanza tuliweza kuona kwamba kulikuwa na kikao cha kile kikao ambacho kilichoitwa, ambacho kwanza kabisa Kevin alikuwa anajua kwamba pale mambo ni mazuri, watazungumza tu fresh na nini, lakini hakujua aliyojiri kwamba kile kitendo cha Tina kuweza kumwambia kwamba atamletea karatasi za talaka. Alijua kwamba aidha ni sio haitakuwa serious, lakini kichakuja kutokea ni kwamba ameleta kweli karatasi za talaka, na amekuja kuzileta karatasi hizo, baadaye anamkabidhi, lakini Kevin amesema hawezi akazi sign kama ukweli haujafahamika. Sasa kitu hicho kinasababisha Kevin aingie sasa ndani kuweza kusaka ukweli. Sasa pointi ya kwanza ndio ile aliyompigia na alipompigia Zuu. Sasa Zuu inaonekana kwamba hayuko comfortable. Sasa issue ni kwamba wakati anampigia Zuu ni wakati ambao Zuu alikuwa na yule mamake na Tina. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuongea ukweli wote au kuweza kuongea naye kama Kevin alivyotaka. Kitu ambacho Kevin angetafuta au angefanya mpango ni aidha kuweza kukutana naye au akawasiliana naye muda ambao anajua kabisa huu muda labda sio muda wa mchana, hasa wakati wa usiku ambapo anakuwa peke yake